imemhukumu adhabu ya kifo rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila baada ya kupatikana na hatia ya makosa kadhaa makubwa ikiwemo uchochezi, ushirikiano na waasi wa M23 na uhalifu wa kivita. Kabila mwenye umri wa miaka 54 alishtakiwa rasmi mwezi Juni mwaka huu baada ya Senate ya DRC kuondoa kinga yake ya kisheria mwezi Mei. Serikali ilimtuhumu kwa kushirikiana kwa karibu na kundi la waasi la M23 pamoja na Rwanda katika kile kinachodaiwa kuwa njama ya kupindua serikali iliyopo madarakani na kuchochea machafuko mashariki mwa nchi hiyo. Katika kesi hiyo ilisikilizwa na mahakama ya kijeshi ya juu mjini Kinshasa. Kabila alipatikana na hatia ya makosa 6 makubwa ikiwemo usaliti dhidi ya taifa, kushiriki njama ya mapinduzi, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu, mauaji na ushirikiano na kundi la kigaidi. Mahakama ilitoa hukumu hiyo kwa kutokuwepo kwake, huku Kabila akidaiwa kuwa mafichoni nje ya nchi. Aidha, mahakama iliagiza Kabila kulipa fidia ya dola bilioni 50 kwa waathirika wa uhalifu na kwa serikali ya DRC. Wakili upande wa mashtaka Luteni General Lucien Rene Likulia alisema kuwa hukumu hiyo ni onyo kwa viongozi wa zamani na wa sasa kuwa hakuna aliye juu ya sheria. Hata hivyo, Kabila kupitia kwa mawakili wake alikosoa vikali uamuzi huo, akiuita ni wa kisiasa na unaolenga kumwangamiza kisiasa. Alidai kuwa kesi dhidi yake ni njama ya kisiasa inayoratibiwa na serikali ya Rais Felix Tshisekedi, ambayo kwa muda mrefu imekuwa na uhasama naye wa kisiasa. Kundi la M23 limekuwa likilaumiwa kwa mauaji na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu mashariki mwa DRC, huku mashirika pia ya haki za binadamu yakifuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hiyo na kuonya dhidi ya matumizi ya mahakama kwa malengo ya kisiasa. Kufikia sasa haijafahamika wazi iwapo hukumu hiyo ya kifo itatekelezwa, hasa kwa kuzingatia kwamba Kongo ilikuwa na marufuku